identify the spirit. Can I see? Amen. So naomba nisikize kwa makini kuona au kutambua nini? Roho. Identify the spirit. The spirit. Tambua roho. Tambua roho. Mwambie jirani kutambua roho. Tambua roho. Tambua roho. Tambua roho. Kuna mahali nilisoma Biblia inasema zichunguzeni roho. Si ndio? Amen. Kama zitoka kwa nani? Kwa Mungu. Huo mstari ndo watumishi wengi au watu wengi waga wanatumia kuharibu kazi ya Mungu. Ndio wanatumia amen kusema manabii wa uongo na ukweli. Ndio wanatumia kuwatia vitisho. Amen. Baba sifa. Nilikuwa na ubiti Gamboni last week, Alhamisi iliyopita, kuhusu mjue Mungu naye muabudu. Si ndio Amen. Watu wengi wanaabudu ila wajui Mungu naye muabudu. Praise God. Amen. Hawajui Mungu wanao muabudu. Praise God. Naeleweka Amen. Muulize jirani yako, Yesu unamjua? Yesu unamjua? Muulize jirani yako, Yesu unamjua? Yesu unamjua? Muulize vizuri, Yesu unamjua? Yesu unamjua? Ushawahi kumuona? Ushawahi kumuona? Naisha kumuona Yesu. Uje niambia na rangi gani anafananaje? Naisha kumuona Yesu. Amen. Amen. Basi wasomee waabudu halisi, wasomee. Mgeukie jirani yako, Yesu unamjua? Nampenda Yesu. Yesu namwabudu. I love Jesus. Unamfahamu Yesu? Unamjua Yesu? Na unamjua, naisha kumuona Yesu. Swali la kwanza. La pili, unachokiabudu unakifahamu? Unayemwabudu unamjua? Amen. Then unashangaa mchungaji mtu fulani anakutia hofu leo na kuna mali kuna watu wanaokoka. Sometimes unashangaa mtu anakutia hofu, anakuambia wale bwana matapeli yule, angalia. Amen. Yeye anakuambia angalia, Mungu hamjui. Yohana 4:22. No, anzia juu kidogo, anza kama 16 hivi. Mstari wa 15. Ndio, soma. Yule mwanamke akamwambia, anzia juu, Yesu akutana na mwanamke nenda Yohana 4 anza 10 au 8 hivi. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari. Mstari ngapi? 8. Mstari wa 5. 5. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Ndio. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani, nao ilikuwa yapasta saa 6. Ndio, Yesu ameketi kwenye kisima cha nani? Cha Yakobo. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Ndio. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Ndio. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Anasema mimi ni Msamaria, ni mataifa, huyu ni Myahudi. Inakuwaje wewe Myahudi utake maji kwangu? Kwa sababu Myahudi na Wasamaria wafanyaje? Hawachangamani. Kuna lugha zichangamani. Amen. Amen. Samaria na Wayahudi hawachangamani. Leo inakuwaje Myahudi kuomba maji kwa Msamaria? Listen carefully. Inakuwaje leo Myahudi aombe maji kwa nini? Kwa Msamaria. Yaani Myahudi walihesabika ni watu wenye Mungu, Wasamaria watu wasio na nini? Na Mungu. Leo mwenye Mungu anaomba maji kwa sena nani? Na Mungu. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Kama ungepata kujua karama ya Mungu, kuna kitu ungejua kuidentify karama ya Mungu, ungeniomba mimi nikupe maji yaliyo hai. Yaani badala mimi kuomba wewe ungeniomba mimi. Amen. Mimi ni Mungu, sina dhambi, ni mtakatifu, ila kutaka wewe, baada ya wewe kunitaka mimi. Praise God. Amen. Ndio shida tulionayo sasa hivi. Yaani wewe tutakubembeleza kanisani, baada ya wewe kubembeleza kwenda kwa Yesu. Yaani Yesu anataka wewe ndio umujie, sasa akujie. Amen. Kwa hiyo Yesu anakufia msalabani, inabidi wewe umfie msalabani. Praise God. Inabidi Yesu wewe umtake, sio kwamba kutake. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu,
basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Ndio. Je, wewe u mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, Ndio. naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake? Ndio. Yesu akajibu akamwambia, Ndio. kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele. Anasema kuna maji ukianywa, sitasema maneno hayo kwa sababu ya muda. Kuna maji ukianywa utaona kiu. Ila kuna maji ukianywa ya kwake hautakaa uone kiu kamwe. Kwa nini? Bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya uzima ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Hayo maji ukiyapokea ndani yako inakuwa chemchemi. Hayatakaa kauka hata siku moja. Hayo maji nitawaambia ni maji gani baadaye. Ukiyapokea ndani yako inakuwa chemi. Au utakaopungukiwe ambayo Yesu afeje anakupa. Endelea chini. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka. Angalia mwanamke anamwambia Yesu, basi Yesu nipe hayo maji sasa nione nini? Kiu. Nategemea hapo Yesu ampe maji au ambe sikupi, si ndio? Sasa angalia Yesu mjibu. Yesu akamwambia, nenda kamuite mumeo uje naye hapa. Sasa swali langu ni hili. Anasema nipe ya maji. Yesu anamwambia mlete mmeo. Aha. Kuna uhusiano gani mimi nakuomba maji na mbele mume wangu? Kuna uhusiano pale? Hamna. Mkiangalia hiyo andiko hamna uhusiano. Huyu anaomba maji, anasema nitakupa maji ya uzima. Anamwambia hapana. Basi nipe maji ninayotaka ili ndani yangu yabubujike ndani yangu, yabubujike ndani yangu, yabubujike ndani yangu, yabubujike ndani yangu, yabubujike ndani, yabubujike ndani yangu, yabubujike ndani yangu. Praise God. Amen. Ndio anamwambia muite mmeo. Nilikuwa nafundisha kuhusu roho. Amen. Nikauliza watu fulani hapa, wachungaji wengine, hivi mtu akikutukana unaumia wapi? Nani alishakutukana akaumia? Okay, nani alishakuachwa akaumia? Hamna. Okay, mfano umeachwa, mtu anaumia mpaka anakonda, si ndio? Au umesemwa umeumia, unaumia wapi? Moyoni. Umepigwa? Umekatwa? Hapana. Mwingine atakula hali. Amen. Yeye anasikia kitu kundani kina una la. You understand me? Hujakatwa upanga, hujaona jela, mwili uko sawa sawa na mafuta umepaka, lakini undani huko hauko sawa. Kuna kitu ndani kinabubujika. Amen. Leo tuko kwenye ibada hapa. Unamwona mtu amekaa hapa, kumbe kundani sasa hivi anadai madeni, yuko mali haiko sawa. Amen. Bwana pewe sifa. Na ndio maana Yesu asema amwonee mwenzake asemeshaua. Amen. Amwonee mwanamke na kumtamani nafsini mwake ameshazini. Kwa hiyo kuzini sio kwenda tu kule kwenye mahoteli, hapana. Kumtamani ndani ya moyo ameshazini naye. You get my point? Kwa hiyo Yesu asema nitakupa kitu cha kubudika, nitakupa maji ya uzima yatabudika ndani yako. Akasema basi nipe maji. Akamwambia hapana, muite mmeo. Amen. Ndio chini. Yule mwanamke akajibu akasema, ndio, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume. Kwa maana umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa siye mume wako. Sasa swali langu hivi, huyu amemwomba maji ya uzima, Yesu amwambia leta mume wako. Aha. Akamwambia sina mume. Yesu akamwambia umefanya vyema. Ni kama vile mada imehama si ndio? Kama mada imehama imetoka kwenye maji imeenda kwenye waume. Akamwambia kama vile Yesu amehamisha mada. Hajahamisha mada, mada ni ile ile. Praise God. Amen. Akamwambia leta mume wako. Akasema sina mume. Akasema umesema vyema. Ulikuwa na wanaume wangapi? 5. Tulionaye sio kwako. At the same time unahitaji kupa maji yangu yabubujike ndani yako. Praise God. Amen. Amen. Wakati Yesu anaongea na mwanamke, mwanamke anatamani amwambie Yesu ndani mwanamke, huyu mwanamke alikuwa kahaba Umeelewa? Wakati Yesu ameleta kwa maji ya uzima atamujika, yeye anasema nimepata buzi. Amen. Huko ndani moyo unabujika kwamba hii nimepata la kuchuna. Bwana apewe sifa. You get my point? Ndani yake anabubujika wanaume. Huko ndani kuna mzigo. Anachokiwaza ndani ya moyo ni wanaume. Bwana apewe sifa. Hizo ulikuwa unaona wanaume wangapi? 5. Hata ulionaye sio kwako. Kwa unamtaka na mimi. Siwezi kupaya maji ya uzima mpaka ndani yako uache kububujika waume za watu. Amen.
Are you listening? Amen. Kwa unahitaji mimi nikupe maji ya uzima yabubujike ndani yako. Lazima ukubali kutoa ndani ya mwili wako au waume za watu na hayo mawazo ya mwanaume ndani yako ili maji yaingie. You get my point? Amen. Sometimes uko hapa kuna kitu nakiomba Mungu akutendee, kumbe kuna kitu kinabubujika ndani yako kingine, kisipoondoka Yesu aingie kamwe hawezi kuingia. Are you listening? Hata sikia hicho kisema pale chini. Akasema sina mme. Akasema mkono na mama watano. Hata ulionayo sio kwako. Yule mwanamke akamwambia, ndio, Bwana, naona ya kuwa wewe u nabii. Kumbe wewe ni nabii. Sasa sisi tukiona galooni wasema fake. Tusema naona una mume fulani na nini, anasema ni fake. Alianza Yesu kuwa fake kama ndio hivyo. Naona wewe nani? Nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu. Now mwanamke akasema naona wewe nabii, lakini baba zetu waliabudu katika mlima huu. Nanyi usema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Ndio. Yesu akamwambia, mama, nisiko makini. Yesu akamwambia mwanamke, mama, unisadiki. Nisadiki. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu. Ndio. Wala kule Yerusalemu. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Mungu katika mlima huu wala Yerusalemu. Kuna watu wanamwabudu Mungu katika mlima huu au na Yerusalemu. Yaani tunao wengi duniani wanamwabudu Mungu kwenye mlima ama Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua. Ninyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho. Lakini sisi tunaabudu tunachokijua. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Ndio. Lakini saa inakuja. Ndio. Nayo sasa ipo. Ndio. Ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na nini? Na kweli. Sasa sikia kwa makini. Anasema mnaabudu msichokijua. Nilikuwa swali langu pale. Unachokiabudu unakijua? Ngoja mfano wa kwangu mimi mwenyewe. Nilipokuwa mdogo, amen, nimwamini Yesu kulingana na dini yangu. Nimwamini nini? Na nimwabudu Yesu. Yesu nilikuwa namwamini na mfahamu ni Brian Deacon. Yule mwigizaji. Amen. Brian Deacon. Namfahamu? Amen. Aliyecheza filamu mpaka leo hajaokoka. Ni muuni tu, muuni kabisa. Brian nani? Deacon. Kwa hiyo tutengenezwa video, mnafahamu hiyo video? Na nawasihi wazazi, acha kuwekea watoto wenu hayo mavideo. Futa kabisa. Usikubali mwanao kumuonyesha hayo mavideo ya Yesu. Kataa. Nyekiuni. Kwa sababu mimi nimekuwa kwenye mental picture na amudu na muamini nani? Lile sanamu lile Brian liuni. Kwa hiyo mimi kimuona Yesu. Siku moja nishakumuona Yesu, alishakunitokea. Nishakumuota. Nikamwota Brian. Amen. Kwa nimekuwa mko hapa, mko wengi hapa, mko wengi. Yaani kwenye akili yako unaabudu yeye, Yesu, Yesu. Na macho yote Yesu, Yesu. Kumbe unaabudu Brian Deacon. Yes. Amen. Mbona mpiga makofi? Praise God. Yale ukianza kwamba Yesu nitokee, unatoa macho kwenye akili, anakuja Brian Deacon. Hallelujah. Kuna mtu kimoja Yesu afanaje? Anakuja Yesu mweusi ile Brian na ndevu zake, unaona ni Yesu. Yesu afanya ile ni mwigizaji, ni kama Kanumba, ni kama Joti. Yes. Jipigie makofi kama unaabudu unachokijua. Sema baba. Hawataka kunisikia hii. Message send. Kama hujaona Google andika aliyeigiza filamu ya Yesu, utamuona wala moja mpaka juzi. Sasa mimi ni mlevi, anakunywa, I'm drunk, nakunywa pombe. Ndio Yesu nakupenda. Deacon I love you. Praise God. Hallelujah. Amen. Are you listening? Amen. Kwa kwenye akili zenu hapa ukija kuomba Baba nitokee, Yesu nataka kuona. Yes. Kwenye akili anakuja Brian Deacon. Uongo kweli? Kweli kabisa. Uongo kweli? Ukweli kabisa. Nasema uongo. Wote yani kwenye akili kuna mwigizaji. Yes. Kwa hiyo Yesu hawezi kuingia kwa sababu ndani yako unaabudu usichokijua. Amen. Praise God. Wangapi naelewa? Na tukiwaambia njoo mjue Yesu hautaki. Sisi tunatoa wauni, hawafai, hawana Mungu, wenye Mungu wana Brian Deacon, wamempamba mahali, wamemweka sehemu. Brian Deacon mwigizaji Mjerumani. Hallelujah. There is a true God. Yes. Anasema saa inakuja na saa ipo. Ndio. Hamtamwabudu Mungu kwenye mlima huu au kwenye Yerusalemu.
kuna watu mpaka leo mnamwabudu Mungu Yerusalemu au kwenye mlima. Lakini waamini halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Amen. Wait. Yes. Yani roho na nini? Na kweli. Naposema watamwabudu katika roho na kweli. Roho. Oh my God, dosa. Identify the spirit. Yes. Identify the spirit. Amen. Somo langu ni kutambua roho. Yes. Somo langu ni kutambua roho. Identify the spirit. Somo yangu ni kutambua nini? Roho. Na kuwekea msingi kidogo. Identify the spirit. Watamwabudu katika roho na kweli. Umesikia? Sasa namna gani ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli? Roho. Kama vile mtu akikusema unasikia uko ndani kuvurugwa. Uongo kweli? Amen. Au amekutukana unavurugwa. Au umeachwa, nina mtu mmoja ameachwa hali kabisa. Naisha kuacha chakula. Baba ya sifa. Yeye mtu anakuacha chakula hauli. Mama amechelewa kurudi nyumbani, hauli chakula. Naisha ile unasikia ndani huko, unasikia uongo kweli? Baba ya sifa. Amen. Mnielewa vizuri eh? Mimi nilifuata juzi ofisini. Baba, nimechoka. Mume wangu nimechoka. Baba nimechoka, mimi nataka kufa. Miti yangu nataka kufa. Ndio nimetoka kufa, mimi nataka nikufe. Unakufa kwa nini? Huyu mwanamume simuelewe. Kila siku sijui message, sio. Kwa hiyo ndio kitakuwa hiki. Yaani kaelewa kwamba ndani ya roho yake hayupo Yesu, kuna mme. Amen. Lakini ukimwabudu Mungu Yesu katika roho na kweli, huku ndani yako hakuna madeni, hakuna magonjwa, hakuna dhiki. There's Jesus. Ukianza kuabudu ile kitu unayosikia hiyo ikiwa ya Mungu ndani yako, unasikia Mungu kuna ndani anafurukuta. Yes. Unasikia Jesus in your heart. Yes. Unasikia Yesu ndani yako. Yes. Utashangaa unatembea juu ya anga. Yes. Utashangaa raka pakata. Yes. Wa rakota. Yes. Auelewi. Why? Unamwabudu katika roho na kweli. Au mwabudu katika mlima wa Yerusalemu. Yes. Kuna watu wako hapa unawaona sasa hivi. Rohoni hamna kitu. Yesu nitembelee Bwana. Nitembelee Bwana. Baba nitembelee wewe. Unafikiri nitembelee huko ndani? Mlimani anasema Yesu na kwenye Yerusalemu. Rohoni sema ngoja nifike nyumbani ataniona. Praise God. Amen. Unafikiri anabujika? Yesu nakuhitaji. Huko ndani kuna magombe mama mkwe aliyomfanyia. Baba muangalie mama amejaa mama mkwe. Wewe unamwabudu Yesu katika mlima na Yerusalemu, lakini waabudu halisi huko ndani yao hakuna mama mkwe, hakuna kuachwa, hakuna nini. There's Jesus. Amen. Jesus. Mtu kama huyo akianza kuomba unashangaa vibrate, ana shake, anapokea. Mimi ukiambia pokea, niko hivi tayari. Sisubiri. Amen. Pokea. Unapokea yuko hivi, jua huku ndani huku hamna kitu. Lakini wale waabudu halisi ukisema take it ndani yako tayari kapaka. Yaani haitaji umsukume, haitaji umguse. Yuko hivi tayari. Bwana pewe sifa. Kwa sababu roho tayari iko connected. Anaabudu Mungu katika roho na kweli. Ila wengine hapa mnaabudu Mungu katika mlima na Yerusalemu. Huku ndani hamna kitu. Unaweza kutafuta uwepo. Sio uwepo wa Mungu mpaka muimbiwe. Huyo ni chaguo lako. Bwana pewe sifa. Ukisikia chaguo lako unaona kwa connected. Praise God. You get my point? Are you listening? Amen. Umenachongea eh? Amen. Lakini waabudu halisi wanaabudu Mungu katika roho na kweli. Je, ukishakuwa naabudu katika roho, ukisimama ukisema Yesu, huko ndani yako unasikia kama unataka kuchomoka, unasikia kumpenda Yesu, unasikia kutembea angani. Kama ulikuwa umelala ni mgonjwa unasikia kupona. Haleluya. Waabudu halisi wanaabudu Mungu katika roho na kweli. Amen. Mwilini na mwabudu Yesu. Rohoni Yesu akikuangalia anaona madeni. Uko hapa mgeuke jirani yako. Usiona anacheka. Hawa ametulia. Unafikiri ukawaza kwenye ibada. Unaweza kufikiri yuko kwenye ibada, yuko kimwili, rohoni. Amen. Yuko mahali pengine. Sasa Bwana Yesu, nahitaji ni kuabudu katika roho na kweli. Sintomwabudu Mungu katika mlima. Yes. Au Yerusalemu. Nitamwabudu Yesu katika roho na kweli. Praise God. Amen. Nashangaa mtu. Jamani tuombe kanisa. Tuombe. Haleluya. Baba asante kwa damu yako. Katika jina la Yesu Mungu aliye hai. Baba. La baba seke baba. Baba asante.
Nakupigia baadaye. La bakado za balala. Hallelujah. Praise God. Are you listening? Makababa. Huyu anaabudu katika mlima, anaabudu Yerusalemu. Amen. La baba tonyoka. Praise God. Baba, katika jina la Yesu. Angalia chakula kilichokiwa na watoto. Huyu yuko mlimani na Yerusalemu. Lakini yule katika roho na kweli ajui nyoka wala mjusi, ajui paka wala panya, ajui, anajua ndani yake there is a service. Yes, God. 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 Amen. Jesus. Praise God. Amen. Tuna viumbe wa ajabu. Yes. Makanisani. Yes. Nashangaa mtu anabujika, mwimbaji anapiga kinanda. Anaangalia pendo kaipendeza, bwana pesa. Hallelujah. Amen. Nikita pale. Amen. Yeye kwenye ibada hapa, lakini anaimba, anaongoza ibada. Mwingine, Yesu nitembele. Benja anajua kupiga. Hallelujah. Praise God. Amen. Are you listening? Amen. Are you listening? Amen. So kama anaabudu katika roho na kweli, huyu anaabudu katika mlima na wapi? Na Jerusalem. Wangapi naelewa? Amen. Wangapi naelewa? Amen. Ndio maana shaka tukianza kuomba, pepo ikianza kutoka mtu. Laba. Mtu anageuka. Huyu yuko mlimani kabisa. Amen. Yaani uombe looni usikie mtu anayepiga kelele. Uombe looni uone naye anguka. Nashangaa. Akianza kutoka pepo, wengine mnanyamaza, mnaacha, mnaanza kuangalia yeye. Utajua hawa jamaa wanaabudu katika mlima na wapi? Yerusalemu. Lakini anayeabudu katika roho hawezi kuzimika kabisa. Lapaka ndakada. Ukisema jamaa tuache, anasema kama vile umemkela. Anasema aendelee. Huyo anaabudu katika roho na kweli. Amen. Wangapi wanaelewa? Amen. Punga mkono wako juu. Mnaabudu msicho kijua. Praise God. Amen. Wangapi wanaelewa? Amen. Leo kuna maneno yake nielewa. Identify the spirit. Itambue roho. Itambue roho. Itambue roho. Itambue roho. Itambue roho. Itambue roho. Identify spirit. Unamwabudu wapi? Katika mlima au Yerusalemu? Au Yerusalemu au katika roho na kweli? Bwana pesa. Amen. Ndio kuna wako Yesu Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nahitaji leo. Ni kuabudu wewe. Katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Sasa imeandikwa ndio tunda la roho, the fruits of the spirit. Matunda ya nini? Ya roho. Ya roho. Tunataka kujua roho gani iko ndani ya huyu. Sema Praise God. Amen. Tunda la nini? La roho. Ni nini kwanza? Upendo. Furaha. Amani. Uvumilivu. Utu wema. Fadhili. Uaminifu. Upole. Kiasi. Mambo kama, si ndio? Amen. Sasa ni tunda la roho. Kujua huyu ana roho mtakatifu, ana roho ndani yake wa Mungu. Yes. Anaabudu katika roho. Yes. Tunaona matunda yake. Amen. Roho ni kama embe, anazaa, tunaona maembe. Biblia inasema utautambua mtu kwa nini? Kwa matunda yake. Kwa matunda yake. Yes. Hatutambui mtu kwa majani. Yes. Au kwa muonekano. Amen. Muembe, ili tujue kama ni muembe tuna uhakika tunaona matunda. Yes. Ili tujue roho ya huyu ina nini. Mgeukie. Ukienda amekaa hivi, tunajua roho inazaa nini liko ndani yake. Yes. Amen. Amen. Kwa tunda la roho linatuwakilisha, linatuonyesha kama una furaha huko ndani yako hakuna roho mtakatifu, hakuna roho kabisa. You get my point? Amen. Umenisikia? Amen. Kwa tunda la roho akishakuwa ndani yako, tutakuona kwamba huyu mtu sasa hivi ndio maana prophet akija na kuambia mambo yako yote unashangaa. Hapana, mimi nakwambia kitu na roho iliyoko ndani. Wewe nani kile anasema jamani, mimi jana nimepigwa. Praise God. Amen. Kwa hiyo kuna roho ya kupigwa ndani yako. Amen. Inazaa tunda mwilini. Kwa matendo ulionayo haya ni matokeo ya roho iliyoko ndani yako. Yes. Muulize jirani yako, hiyo nguo uliyovaa ni roho gani imekufanya uivae? Kabisa. Haujui? Baba yesu. Amen. Haujui Amen. Amen. Lazima utambue roho kwamba hivi roho iliongoza mimi ni ipi? Yes. That's why hiyo nguo leo uliyovaa inaonyesha maisha yako yalivyo, jinsi yalivyo. Yes. Kwa sababu wanaoongoza roho wa Mungu ni wana wa Mungu. Na roho inashitana naongoza pia. Yes. Wangapi wanaelewa? Amen.
Umesikia vizuri? Amen. Ndio swali linasema vita yetu katika ulimwengu wa damu na sio katika ulimwengu wa damu na nyama, bali katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa hiyo you must identify the spirit. Yes. Na kujua roho gani ni kile. Amen. The feeling you have. Yes. Amen. Amen. Ndani yako huko inaelezea ni aina ya roho gani uko nayo. Bwana pia sifa. Amen. Nimeleweka vizuri? Amen. Nimeleweka sawa sawa? Amen. So you must identify the spirit. Asa roho unaweza kuiona. Mungu anaonekana. Unasema Mungu haonekani. Nani akwambia? Nani akwambia? Yale Mungu unamwona kabisa. You can see God. Kuna watu kunielewa. Mungu anaonekana. Mungu nini? Ni roho. Mungu ni nani? Roho inaonekana haionekani? Haionekani. Mbona mseme? Roho inaonekana haionekani? Haionekani. Roho inaonekana haionekani? Haionekani. Inaonekana. Roho inaonekana kabisa. Roho inaonekana. Roho inaonekana. Roho inaonekana. Roho inaonekana. Na leo nimekuja kufanya uweze kuona roho, be able to see the spirit. Ndio. Ndio. Leo nimekuja kufanya uione roho. Roho inaonekana. Roho inaonekana. Roho inaonekana. Roho inaonekana. Mungu anaonekana. Asingesema na wapenda wale pendao na watafuta kuabudiwa ataniona. Yes. Yesu anaonekana. Ile wewe unamwona Brian Deacon. Bwana asifiwe. Amen. Leo utaingia kwa dimension ya kumuona Yesu. Utamuona kabisa. Wale baada ya kutafuta Yesu hawakumuona wakatuwekea Brian. Praise God. Leo utamuona, mwambie mwenzako namuona Yesu leo. Namuona Yesu leo. Hallelujah. Amen. Now, nenda kwa Biblia. Wakorintho wa pili 4:18. Korintho wa pili 4:18. Ndio. Biblia inasema tusiviangalie vinavyoonekana. Rudia tena. Tusiviangalie vinavyoonekana. Bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Amen. Sema Tusivitazame, tusiviangalie vinavyoonekana, bali tuviangalie, tuvitazame visivyoonekana. Naongea tunaelewa hapa? Sio kama Kiingereza wanaelewa hapa. Tusiviangalie, tusivitazame vinavyoonekana, bali tuviangalie visivyoonekana. Tuvitazame visivyoonekana. Hivi naeleweka? Amen. Yaani okay, kuna nini hapa? Hapa kuna nini? Ndugu, hapa kuna nini hapa? Ni nini hii? Kuna nini hapa? Amna. Hiyo ndio dhambi tulionayo. Anasema tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Amen. Leo nahitaji uingie kwa dimension ya kuviona visivyoonekana. Amen. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Vinavyoonekana ni vya muda kidogo tu, ila visivyoonekana vyadumu milele. Praise God. Leo nahitaji uingie kwa dimension macho yako yaweze kuona visivyoonekana. Remember Elia na kijana wake. Kijana ametoka nje, anaona jeshi limekuja na farasi. Elia anamwambia, kijana anamwambia Elia, tunakufa, tutakwisha, tumekwisha. Elia anamwambia usiogope. Walio Wafalme wa pili pale 6 pale. Usiogope. Walio upande wetu ni wengi. Biblia inasema akamwomba Mungu, Mungu mfungue macho. Alipomfungua macho, akaona jeshi kubwa na farasi zimemzunguka Elia. Kumbe visivyoonekana vipo vinaisha. Mando saka bayanda. How you saying? Amen. Tusivitazame vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Sema Na kila kitu huwa kinarudi kwenye asili yake. Umesema nini? Kila kitu kinarudi kwenye asili yake.
Kila kitu kina kawaida ya kurudi kwenye asili yake. Kuna watu hapa miaka ya 70 hamkuonekana. Hamkuwepo nyinyi. Hamkuonekana. Miaka ya 60 hamkuonekana mko hapa. Kuna watu hapa miaka ya 60 hamkuonekana. Uongo kweli? Kuna watu hapa miaka ya 70 hamkuonekana. Uongo kweli? Kweli. Kuna watu hapa miaka ya 80 hamkuonekana. Uongo kweli? Kweli. Kuna wengine miaka ya 90 hamkuonekana. Uongo kweli? Kweli. Kuna wengine miaka ya 1000 hamkuonekana. Uongo kweli? Kweli. Kuna wengine hawajaonekana bado wapo. Haleluya. Amen. Praise God. Amen. Mfumo ni ule ule. Kila kitu kinarudi kwenye asili yake. Kuna wakati sisi tutakuonekana tena. Saudi kule kwa kutokuonekana. Yaani mzunguko ndio hivyo. Unaanza uonekani, unakuja unaonekana, baadaye uonekani. Nimesema nini? Unaanza kutokuonekana, baadaye unaonekana, baadaye uonekani. Unarudi kwenye original yako. Naeleka? Jana nilikuwa na msemeani, tukatoka mahali. Nikamwambia msemeani, miaka inakuja, huu ni unabii. Dunia wataanza kukaa kwenye haya magari mtayaendesha. Hawatayaendesha. Magorofa utakaa na uhakika. Amen. Amen. Hizi junk food mtakula. Utaanza kutembea kwa mguu, nasikia yani ndio heshima. Unasema? Ngasema mtakuwa mtembea kwa mguu kutoka Kinyerezi mpaka Kariakoo. Hapo hiyo ndio ndio teknolojia ya ajabu. Akasema haiwezekani. Akasema okay. Okay. Sasa hivi umeanza, mlikuwa mnasema sisi tunakunywa Panado. Leo mnaambiwa mle ebo. Mrudi kula majani na kula mboga, sisi tunakula manini mamboga, si mnakula? Si mnakula? Sasa hivi mnaambiwa mtembee kwa mguu, mfanye mazoezi, bwana pewe sifa. Gari unalo unaliacha nyumbani. Itafika mahali ukamwambia hapana, ili uishi miaka mingi, tembea kutoka Kinyerezi mpaka Kariakoo. Kwa hiyo utakuta wazee wakina Kichiona watembea Kariakoo. Haleluya. Mnarudi kule. Watakwambia haya mabati sasa hivi yana chemical na acid, yana madawa. Sasa ni kwa nyumba za Dodoma unaweka udongo juu unakaa chini bila AC. Time come. Mnarudi kwenye asili. Umeshaanza, uongo kweli? Umeshaanza. Si mnaona naona mnakimbia. Come. Aerobic 1 2 3. Haleluya. Amen. Amen. Mnafikiri mnafanya si aerobic? Ndio mnarudi kule 1 2 3. Sio aerobic mwanangu. Ndio mnarudi kule. Utashangaa kiza kinachokuja. Wanakuambia kimbia. Zamani tukakimbia, kimbia. Mtachanja kuni, utaambia gas ni sumu. Sio development. Mtarudi kule. Bwana pesa. Siku hizi mwanangu utaalamu sasa hivi mpaka mimi nimeanza kulala chini. Siku hizi inabidi ulale chini. Si mnaona mnalala siku hizi. Ukienda liani asubuhi analala kwenye seo hivi chini. Bwana pesa. Mpaka lazima sasa hivi mpaka utembee peku. Mpaka kuna sema unatembea nini? Si unaona unatembea peku. Umeanza kutembea peku. Mimi na viatu. Mtavivua hivi na soksi. Tembea wewe kutoka Kinyerezi mpaka Kariakoo. Unaona ni superstar. You are a star by peku. Hallelujah. Amen. Unarudi wapi? Kwenye asili. Amen. Kwa hiyo tuvitazame visivyo onekana. Wewe unatazama vinavyoonekana ndio kinachokusumbua. Anasema usiviangalie vinavyoonekana, vitazame visivyoonekana. Je, una uwezo wa kuona visivyoonekana? Praise God. Amen. Una uwezo wa kutazama visivyoonekana. Daudi anaonekana kama mchunga kondoo, lakini ukimtazama Daudi sio mchunga kondoo. Kwa visivyoonekana Daudi ni mfalme. Amen. Praise God. Wewe unatazama vinavyoonekana. Toa macho kwenye sukari, usitazame pressure, usitazame sukari, wa HIV, wa vidonda, wa sukari, wa kaza. Tazama visivyoonekana. Kuna watu hapa mko matajiri, mna fedha nyingi, mabilionaires, mna kila kitu, lakini unatazama vinavyoonekana. Unatazama umeachwa, hauna kazi, hauna biashara, hauna ndoa. Usitazame vinavyoonekana, kwa sababu vinavyoonekana vinadumu kidogo, lakini visivyoonekana vyadumu, vinaendelea kuwepo siku zote. Sasa ukifungua macho ukatazama visivyoonekana, utamwabudu Mungu katika roho na kweli. Praise God. Mwambie jirani yako, mimi sio maskini. Mimi sijaachwa. Mimi sio omba. Mimi sio mgonjwa. Natazama visivyoonekana. Kuna watu hapa mna heshima za ajabu. Kuna watu hapa mna maisha mazuri.
Kuna watu hapa mna mafanikio makubwa. Kuna watu hapa mna majumba makubwa. Kuna watu hapa mna heshima za ajabu, lakini mnatazama vinavyoonekana. Petro na Yohana wanakwenda kusali saa 9. Wanakuta kiwete pale. Watu wanampa shilingi, fedha na dhahabu, vinavyoonekana. Wanampa fedha na nini? Petro na Yohana wakasema, fedha na dhahabu hatuna. Gold and silver we have none. Fedha na dhahabu hatuna, ila kuna kitu tunacho, tulicho nacho ndicho tu kupacho. Wakasema tunacho, wakampa walichompa, akatembea. Kuna kitu unacho. Oh my God. Amen. You have something. Amen. Ila kionekana. Kuna watu hapa mna majumba ya kifahari, mna biashara kubwa. Paulo anasema sijidhani ya kuwa nimeshafika ama nimekwisha shika, bali na kadha mwendo. Nafanyaje? Nikiachumelia ya mbele, yale yasionekana anayatazama kule. Unatazama haya. Praise God. Amen. Ina kuna nako Yesu. Bwana Yesu. Naomba nifungue macho. Nione yasionekana. Nione yasionekana. Nione yasionekana. Nione yasionekana. Nione yasionekana. Nione yasionekana. Amen. Kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote ndio itakuwa kanisa kubwa Tanzania nzima. Believe me or not. Amen. Aha. Kwa sababu ninachokiona sio ninachokiona. Wewe unatazama haya. Amen. But sema but. Ukimwambia mtu kwamba kanisa lilianza chini ya mwembe, leo na makanisa mengi Tanzania na nchi za nje. Bwana pia sifa. Aliyekuwa anatazama mwembe akuona hichi, ila mimi nilikiona hichi, na bwana akiona kingine na kingine na kingine na kingine na kingine. Yatazame, yasionekana. Amen. Manda zoka bayanda. Yes. Kuna watu hapa mna heshima. Mna makampuni makubwa. Mna biashara kubwa. Mna cheo. Mna huduma kubwa. Mna kazi kubwa. Mna fedha nyingi. Hiyo tazama umaskini ulionao, acha kabisa. Yatazame yasionekana. Amen. Tazama yasionekana. Yatazama yasionekana. Anasema msiviangalie vinavyoonekana. Haleluya. Liliani, ile gari yako silikuwa unatazama lipo, limerudi kwenye original yake. Unajipya, simekuja la kifahari, ndio gari yangu alia. Amen. Kumbe ndani yake anaona, alipoacha kuitazama ile gari, akatazama anyuano. Yatazame yasionekana. Yapo haujayaona. Yapo. Muulize kijana wa Elia, anaona jeshi liko nje. Elia amwambia, baba mfungue macho aone. Alipofunga macho akaona jeshi kubwa limewazunguka. Kuna watu hapa wamezunguka na pesa nyingi, wamezunguka na vyeo na mali na kazi na biashara na ndoa na heshima. Yatazame yasionekana. Kuna mtu anaelewa hapa? Punga mkono wako juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nahitaji kuyatazama. Nahitaji kuyatazama. Yasionekana. Yasionekana. Nahitaji kuyatazama. Nahitaji kuyatazama. Yasionekana. Yasionekana. Nahitaji kutazama. Nahitaji kutazama. Kuyaona. Kuyaona. Yasionekana. Yasionekana. Niyaone. 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 Yasionekana. Yasionekana. Niyaone. Niyaone. Yasionekana. Yasionekana. Sema 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 oh. Ukikutana mtu anatazama yasionekana, ana wasiwasi. Yes. Unakuta kama vile ana njaa, lakini anatembea hivi. Kabisa. Ana raha zote, yani hana wasiwasi. Amen. Mpe muda mchache. Praise God. Wewe unafikiri Yusufu angekuwa wewe, angekaa gerezani? Angevumilia? Angekuwa kwa mtumwa? Yusufu alikuwa anatazama yasionekana. Yusufu angekuwa wewe gerezani, ungekaa wewe? Ungeomba dhamana siku hiyo hiyo. Baba yasifa. Amen. Ila Yusufu alikuwa anatazama yasionekana. Alijua kwenye gereza ndo kuna connection ya mimi kwenda ikulu. Praise God. Punga mkono wako juu. Sasa Bwana Yesu, nahitaji niyatazame yasionekana. Nimekwambia leo inaonekana. Mungu anaonekana, anaonekana. 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 Mungu anaonekana. Amen. Leo utamuona. Amen.